Bana, mambo vipi mtazamaji wa Mtani TV, karibu tena, na hii ni fursa ya kwenda kumwangazia refari ambaye anaenda kuchezesha mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Nyuma ya kamera ni Musa Kilumbilumbi, mjukuu wa Mohamed Tali kutoka Mwisho wa Reli. Bana Shabel, mambo vipi? Fresh. Mambo yanaenda kama kama. Bana, bila kupoteza muda, watu wengi wanatamani kumfahamu mwamuzi ambaye anaenda kuchezesha mchezo kati ya Yanga dhidi ya FAR Rabat. Anaitwa Ahmed Elala Imtaz, majina ya Kiarabu hayo. Bana Shabel, wewe umemchimba na umemwangalia, ni mwamuzi wa aina gani kwanza, lakini pia anatokea wapi? Mwamuzi ambaye anachezesha mchezo wa Yanga na FAR Rabat siku ya Jumamosi katika uwanja wa New Amani Complex, mchezo wa kwanza wa kundi B, yeah. Mchezo wa kundi B ambalo Young Africans wakilishi wa Tanzania watakuwa wanafungua karata ya kwanza kwenye kundi hilo, kundi B, kati yao wao dhidi ya timu ya kijeshi kutoka nchini Morocco, FAR Rabat. Na huyu mwamuzi ambaye anakwenda kuchezesha mchezo huu ni mwamuzi kutoka nchini Mauritania. Anafahamika kama Ahmed Imtaz Hiralla. Ni mwamuzi huyu kutokea huko Mauritania, na ni mwamuzi ambaye ana umri wa miaka 43 kwa vyanzo ambavyo nimevitazama, na ni mwamuzi tu mkongwe wa muda mrefu katika mashindano mbalimbali ya CAF pamoja na FIFA. So ni mwamuzi wa FIFA na amekuwa akichezesha mechi nyingi za vilabu, ngazi ya vilabu, kuanzia CAF Champions League, kombe la shirikisho, Confederation, michezo ya kufuzu CAF, AFCON, CHAN na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mwamuzi mzoefu ambaye anachezesha mchezo wake wa kwanza huu wa kundi B dhidi ya Yanga na FAR Rabat siku ya Jumapili. Na rekodi zake ni kwamba ameshachezesha mechi zaidi ya 16 za CAF Champions League, kuanzia zile mechi za preliminary, mechi zile za awali, raundi ya kwanza, raundi ya pili, lakini pia mechi za makundi. Hajawahi kuchezesha mechi za mtoano kwenye historia yake. Yeye mechi zake kubwa za CAF Champions League ni mechi ambazo amechezesha katika hatua ya makundi, na katika hatua ya makundi amechezesha mechi sita katika hatua ya makundi tangu ameanza kuchezesha msimu mwaka 2017 2018. Na katika mechi sita hizo za hatua ya makundi, katika mechi 16 hizo za hatua ya makundi, hizo mechi sita ni mechi zile za kwanza za hatua ya makundi, zile za mwanzo kama hivi ambavyo Yanga wanakwenda kucheza na FAR Rabat. Ni katika mechi 16, mechi sita amechezesha hizi za mwanzo kabisa. Na katika hizo mechi sita, mechi tatu timu za nyumbani zimepata matokeo ya ushindi. Mechi tatu kati ya sita ambazo chezesha za kwanza kwenye hatua ya makundi, timu za nyumbani zimeshinda mara 3, na timu za nyumbani zimetoka sare mara 2, na mechi moja tu ya kwanza akichezesha katika msimu wa CAF Champions League, mchezo wa kwanza akichezesha, timu moja tu ndio imepoteza nyumbani. Nitafafanua hapa vizuri. Na mechi ambayo timu moja imepoteza katika mechi sita za kwanza ambazo chezesha huyu mwamuzi Ahmed Imrat Hiralla ni mechi dhidi ya alichezesha msimu uliopita. Mechi ya kwanza alichezesha msimu uliopita ilikuwa ni mchezo kati ya Stade Abidjan ya Ivory Coast dhidi ya CR Belouizdad ya nchini Algeria, ambapo mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo wa kundi C. Mechi yake ya kwanza kuchezesha kwenye makundi ya CAF Champions League msimu uliomalizika 2024 2025, mchezo ambao ulimalizika kwa CR Belouizdad wakiwa ugenini kushinda kwa goli 1-0. Lakini katika mchezo huo, katika kundi hilo, ilikuwa ni mchezo wa kundi C, ambapo kulikuwa kuna hilo kundi lilikuwa lina timu za Al Ahly, kulikuwa kuna Orlando Pirates ambao waliongoza kundi hilo, kundi C. Alafu nafasi ya 3 alishika huyu CR Belouizdad, na huyu Stade Abidjan aliburuza mkia kwenye hilo kundi C msimu uliomalizika 2024 2025. Kwa hiyo hizo timu mbili ambazo walizichezesha kwenye mchezo huo hazikufuzu msimu uliopita hazikufuzu kwenda hatua ya robo finali. Kwenye hilo kundi alifuzu Orlando pamoja na Al Ahly. Mchezo wa pili ambao
alichezesha msimu uliomalizika ulikuwa ni mchezo wa kundi A, kundi ambalo lilikuwa lina kundi A kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika, kundi ambalo alikuwepo Yanga, alikuwepo Al Hilal Omdurman ya Sudan, alikuwepo MC Alger pamoja na TP Englebert Mazembe. Na mchezo ambao alichezesha wa pili kwenye msimu uliomalizika ulikuwa ni kati ya Yanga na TP Mazembe katika uwanja wa Taifa, mchezo ambao msimu wa mwaka jana, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kushinda kwa magoli 3-1, mchezo ambao mwamuzi alitoa kadi, huyu mwamuzi Ahmad Himrat Hirala alitoa kadi 2 za njano. Kadi ya njano kwa upande wa Young Africans alimuonyesha Kibwana Shomari. Na ni mchezo ambao Yanga walishinda magoli 3-1 kama wengi wanavyokumbuka. Magoli 2 alifunga Clement Mzize, na moja kati ya goli lake katika mchezo huo ndio goli ambalo linawania tuzo ya goli bora la CAF msimu huu wa 2025. Na goli lingine alifunga Stefan Aziz Ki. Goli la TP unakumbuka alifunga golikipa wao kwa mkwaju wa penalti. Kwa hiyo ukitazama rekodi za huyu referee, ni referee ambaye ana bahati pia na timu ambazo zinacheza nyumbani, lakini pia timu mechi zake za kwanza mara nyingi akichezesha kwenye CAF Champions League timu za nyumbani zinapata matokeo. Lakini sio mwamuzi mgeni kwa Watanzania, sababu huyu ni mwamuzi ambaye kama nilivyokutajia hapo msimu uliomalizika alikuwepo Tanzania akichezesha mechi ya Yanga na TP Mazembe, lakini hapo awali ameshawahi kuchezesha pia mchezo wa Simba na Raja Casablanca. Simba na Raja Casablanca. Na mchezo huo ulifanyika nchini Morocco ambapo Simba alipoteza kwa magoli 3-1. Goli la Simba wengi wanalikumbuka, alifunga Jean Otos Balek, alipiga chop, goli zuri sana, lakini Hamza Kaba alifunga magoli 2 kwenye mchezo huo na Simba wakapoteza kwa magoli 3-1. Lakini bahati mbaya sana alionayo huyu mwamuzi kwa timu za Tanzania ni kwamba zile timu ambazo anazichezesha mara nyingi huwa hazi progress ama hazifuzu kwenda hatua inayofuatia ya mtoano kwenye makundi ambayo yeye anachezesha. Hebu weke sawa hapo watu waelewe. Maana mechi ambayo anaenda kuchezesha ni mechi kati ya Yanga dhidi ya FAR Rabat. Lakini unasema kwamba hawana bahati. Yaani mechi nyingi ambazo anachezesha yeye kwenye hatua ya makundi, zile timu ambazo anazichezesha, kwa mfano kwa Tanzania ameshachezesha mechi 2 za makundi 2 tofauti. Mwaka 2022 2023 alichezesha mchezo alichezesha kundi ambalo lilikuwa na timu za Simba, Raja, Vipers na Horoya. Lakini Simba walikuwa na bahati. Katika mechi aliyochezesha dhidi ya Raja kwenye kundi lao, Simba alifuzu na Raja kwenda hatua inayofuatia. Lakini hapo awali mwaka 2019 tutarudi hapo kwa Yanga. Aliwahi kuchezesha mchezo wa kundi F. Mchezo wa kundi F mchezo wa kundi F wa Kombe la Mataifa ya Afrika kati ya Tanzania na Kenya. Kwenye kundi F ambalo ilikuwa AFCON. Tulikuwa na Algeria, tulikuwa na Senegal, kundi hilo alikuwepo Kenya na sisi Tanzania. Na mechi aliyochezesha kwetu huyu mwamuzi Ahmad Himrat Imtiaz Hirala tulifungwa magoli 3-2. Na ndiye huyu hapo ambaye anaonekana. Na kwenye huo mchezo alitoa kadi 2 za njano kwa timu ya taifa Tanzania. Alimuonyesha kadi Mwantika pamoja na Mudathiri Yahya kama kumbukumbu ziko sahihi. Lakini kwenye kundi hilo F Tanzania na Kenya hazikufuzu kwenda hatua inayofuatia. Umeona? Tukirejea tukiunganisha matukio yake na mechi kwa mfano aliyochezesha Yanga na TP msimu uliomalizika kwenye kundi A, Yanga na TP Mazembe hazikufuzu kwenye hatua inayofuatia tena ya mtoano. Kwenye kundi hilo alifuzu Al Hilal Omdurman pamoja na MC Alger. Mechi nyingine ambayo alichezesha na hizo timu hazikufuzu ndio hiyo pia nilokutajia msimu uliomalizika kwenye kundi C kati ya CR Belouizdad na Stade Abidjan. Kwenye kundi C hilo hao Stade Abidjan na CR Belouizdad huyo mwamuzi mechi aliyochezesha hizo timu mbili zote hazikufuzu kwenda hatua ya mtoano. Kwa sababu kwenye kundi C hilo mwaka jana la CAF Champions League alikuwepo nimekwambia Orlando pamoja na Ahli ya Misri. Hizo ndio timu mbili ambazo zilifuzu. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye akichezesha mechi yako lazima pia uombe bahati uweze kwenda hatua inayofuatia.
na mechi ya kwanza ambayo kibarua chake anakwenda kukichezesha msimu huu mpya wa mashindano ya CAF Champions League ndio mchezo wa Yanga na FAR Rabat, kwenye kundi ambalo yupo Yanga, yupo FAR, yupo Al Ahly na yupo JS Kabylie. Kwa hiyo based on trend ya huyu mwamuzi na mechi ambazo anachezesha kwenye makundi, inawezekana ikawa bahati mbaya au habari mbaya kwa Young Africans kwamba wao na FAR Rabat inawezekana wasiende hatua inayofuatia, kwa sababu ni mwamuzi ambaye amekuwa na gundu. Mechi ambazo anachezesha mara nyingi timu ambazo anazichezesha hazifuzu kwenda hatua inayofuatia ya mtoano, lakini nimekwambia ni mzoefu, referee mzoefu ambaye ameshachezesha mechi nyingi ambazo zinahusisha Tanzania. Kwa upande tu wa timu ya taifa ameshachezesha mechi mbili. Nimekutajia mechi ya AFCON mwaka 2019, lakini mwaka 2022-2023 kulikuwa kuna mechi ya kufuzu AFCON kati ya Uganda na Tanzania. Mechi ilifanyika Uganda ambapo tuliwafunga Tanzania, tulipata matokeo ushindi wa goli 1-0, goli la Simon Msuva. Ile mechi ilifanyika Kampala, Uganda, na huyu mwamuzi alikuwa kati na tukapata matokeo. Mechi ya Yanga kama nilivyokutajia msimu uliopita, Yanga pia ilipata matokeo. Kwa hiyo ni mwamuzi ambaye anakuwa na bahati, unaweza kupata matokeo ya bahati kwenye mchezo anaochezesha, lakini kimbembe unapokwenda kwenye hao mashindano hatua inayofuatia unakuwa huna bahati ya kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine.